Baada ya kutoweka hii neema, ndio watu tutakumbuka kwamba kumbe tulikuwa katika neema ya amani. Tutakapokuwa tumefika katika kipindi kibaya, kipindi kizito, kipindi cha taharuki, maisha ya hofu, tukaishi mfano wa ndugu zetu wanavyoishi Kongo na mfano wao, hapo ndipo Watanzania tutakuja kujua kwamba kumbe wale mashekhi wale ndugu zetu waliokuwa wakilingania amani na kutuhimiza kuilinda amani walikuwa sahihi, na kwamba ni kweli tulikuwa katika neema ya amani, kwa sababu mpaka leo wengi katika Watanzania hawajui kwamba wako katika neema ya amani. Ndiyo maana inafikia hatua wengine wanaposikia sisi tunaweka nadwa kama hizi au katika majalisi zetu tunapokuwa tunahamasisha watu kwamba tujitahidi kuilinda hii neema ya amani tulionayo katika nchi yetu ya Tanzania, wenzetu wanatamani wawe kama sisi kutokamana na maisha wanaoishi, maisha mabaya, nchi zao hazina amani. Tukiwaambia Waislamu maneno kama haya, baadhi yao wanaona kama vile hawa mashehe vipi hao, mbona kama hawajielewi, yani wao kila siku amani.